Kwenye sehemu ya chemsha bongo. Kwenye sehemu ya chemsha bongo. Kuanzia leo, kesho kutwa, nitakuwa ninakuletea msururu wa vitu ambavyo nimekuwa nikichora nikitazama katika hatua ya kuweza kufikiria. Na ndio kitu ambacho ndani ya chemsha bongo leo, kesho na kesho kutwa nitakuletea. Sasa wewe ambatana nami uweze kuona kwamba tunaanza namna gani. Katika hatua hii ya kwanza ni kwamba utaona pale kuna yai likiwa kwenye meza. Yai lipo kwenye meza, msikilizaji. Na mtazamaji ambao anatufuatilia kwenye maeneo majukwaa tofauti. Yai lipo kwenye meza na yai lile limefungwa. Lisiweze kufanya namna gani? Yaani kile kiumbe kilicho ndani kinataka kujilipua kuweza kutoka nje, lakini limefungwa. Limefungwa na limewekwa juu ya meza. Tunaishi kwenye mazingira ambayo watu wenye vitu ndo peke yao wanataka waendelee kuwa navyo. Tunaishi kwenye mazingira watahakikisha wanaamua uweze kuishi vipi, ukae vipi, na unaenda wapi na kadhalika. Wanaweza amua, wataamua. Yaani ndio vitu ambavyo vinajitokeza. Tunaishi kwenye mazingira ambayo watu wenye vitu ndo peke yao wanataka waendelee kuwa navyo. Japokuwa jitihada za maskini ni kubwa mno kujaribu kukomaa na kukua. Hatimaye huleta mabadiliko na maendeleo. Lazima uweze kujituma. Ndio maana nimekueleza leo, kesho na kesho kutwa kuna vitu ambavyo nitavizungumzia kwa siri. Siwezi kukupatia leo kwa siku moja ndani ya chemsha bongo. Kwa sababu hilo yai unavyoliona likiwa kwenye meza ni yai ambalo limefungwa. Na aliyelifunga anafahamu kilicho ndani. Maskini wengi wanapotaka mabadiliko ambayo wako ndani kwenye mawanda ya umaskini ambayo imewakumba, wanakimbia kushoto kulia na bidii walionayo kuleta mabadiliko ya maendeleo, lakini wachache wanawazuia. Asiendelee. Kuna ashukuriwe Mungu alibaki amebaki. Kwa sababu gani? Watakuzimia. Ni vitu ambavyo vinajitokeza. Kumbuka wakati fulani kifanya kipindi cha mwanadamu hatari. Na wanadamu hatari wangali hadi leo. Miaka mingi ambayo imepita kwenye tasnia hii. Kuna watu wangekuwa ndio wanakuja na mbinu tofauti na ideas tofauti. Hii kampuni itakuwa namna gani? Wanakosa chakula, wanakosa chamcha, wanakosa chajio. Wanaingia kwenye hiyo kampuni wakiondoka. Lakini kuna wale ambao wanasema kufikiria ndio kazi. Ndio, hatukatai. Kufikiria ndio kazi. Kupanga ni kazi. Kubuni kitu ni kazi. Lakini wale ambao wanatekeleza, mbona usiwaangalie? Wasema kwamba hakika bwana na hii maisha na hali ambayo ilivyo inakaa namna gani? Hapana. Na mshahara ndio mdogo. Hao ndio wanakusanywa, watu wafike 50, 100 wafukuzwe.
Lakini yule ambaye yuko pale amekaa pale na tumbo lake kubwa kitambi, yeye tu bado yuko pale. Kwanza yeye anatoa list. Hawa ndio wanaenda. Hawa ndio wanaenda. Kwa sababu zamua ni lini ambapo huyu atakuwa hivi, ni lini ambapo atakuwa hivi, ni lini ambapo, alafu baadaye asikilize anazungumza kwa sababu alichokifanya. Basi nimefanya ili uweze kulipuka. Anapata kwamba nyenyekea hadi kifo. Yesu alikuwa ni mtu mkubwa na nampenda sana mtumishi wa Mungu ambaye ni JB Masinde. Anasema hata kiingia kwenye gari la jumla, kama ameamua kupanda basi la jumla ama ni matatu anasonga, kwa sababu si ati sasa hata akitolewa macho yeye aongei, kwa sababu zidi kumtafuta Mungu na kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Ili utapata watu wanataka hata hizi salimia mtu, hata watu waweze kumfikia. Mimi ndio majina makubwa yote anaweka pamoja. Angalia unapoyafanya mambo, unayafanya kwa mazuri, unafanya maamuzi, kwa sababu leo huyu utaenda mbele za Mungu, kwa mfano kuambia Mungu nahitaji hiki na kile, Jehova nionekanie kwa haya na yale, mimi nakuhitaji. Lakini katika njia nyingine ni vitu ambavyo unavifanya kwenye kutekeleza. Umepatiwa majukumu makubwa sana kwenye eneo ambalo uko ndani. Wengine kwenye maeneo ya ofisi, kwenye biashara. Leo hii unamtreat mwenzako vipi aliye kwenye biashara ambaye ameweka kibanda kando? Unamtreat namna gani? Unamchukulia vipi? Unatembea naye kwa njia ambayo ni ya upole na upendo? Ama leo hii ukiambiwa leo basi wewe ndio una supply maji na utakata maji kwa sababu unaona kwamba huyu, unaangalia sura, huyu sura, unakata maji na itakuuma. Kuna vitu ambavyo wanadamu wanavifanya na vinaonyesha mtu wao ndani anakaa namna gani. Kuna vitu ambavyo unaweza vifanya alafu baadaye watu watakaa wajiulize, jitahidi sana. Wewe ambaye huna chochote usikwa. Ndio maana nimekuambia leo na kesho kutwa nakupatia siri. Singependa kukupatia kwa wakati mmoja, kwa sababu hili yai ambalo lipo kwenye meza, kilicho ndani akina mikono, akina aliyekiweka pale kuna mikono, ako na uwezo. Kitajitoa aje pale ili kiweze kuwa na uhai na kuweza kutembea? Kitajitoa vipi? Kwa sababu zinazofanya juhudi na kaza, lakini kuna maeneo ambayo yamefungwa. Chukulia kama yai liliwahi kuanguka, likifungwa na kamba, likarudishwa mezani. Sasa linaanguka tena, unadhani litakuwaje? Unaweza jiuliza. Lilianguka na limefungwa na limewekwa juu ya meza, likianguka tena litakuwaje? Katika elimu ambayo niko nayo kidogo, namshukuru Mungu, ya historia, fasihi na wanahabari, ama student of literature, history and communication, ninaweza kueleza kwamba
hapa nitumie mbinu zile za literature ama fasihi, ni kunyamazishwa, akafungiwa, ni kunyamazishwa. Asiondoke, asiondoke, na akidondoka ndio mwisho. Kwenye kudondoka cha kwanza, kisha atoke kifungo humo. Ni vitu viwili. Cha kwanza, kudondoka, aanguke, afie, sababu kilicho ndani ya yai ni kifaranga. Kilicho ndani ni kifaranga. Amechoropoka, anaenda kudondoka. Kwenye kudondoka kuna mawili, either awe salama kisha atoke kifungoni, kufia kwenye kifungo humo. Kifaranga kinahitaji kujitutumua kutoka, kwa sababu siku za kutoka zikifika lazima tu kitoke. Kidogo chenye nguvu kikamzamisha tena kwenye yai, akafungwa kwenye ganda lake asitoke, akahifadhiwa juu ya meza ya meza hapa. Kwamba unaweza hizi kwamba kuna kifaranga kilikuwa kinajitingisha humo ndani ya yai. Ndio maana nimekuambia siwezi kupatia leo, kesho tena tutatembea, ili kesho nikuwe na content ya kukuambia kunaenda aje na kesho kutwa. Why? Ni kukupatia kwa pamoja. Muda wako uniruhusu, au niruhusu kuweza kukupatia kwa pamoja, lakini ni vitu ambavyo vipo. Ama kule ndani kunaweza kuwa ni ya visa, siri au uozo. Kifaranga kinaweza kuwa kiko ndani kimefungiwa, ama ndani ni ya visa, labda ni siri au ni uozo. Wakati ambapo litapasuka ndio tutajua. Na litapasuka namna gani, na wameliweka juu ya meza? Ndio maswali ambayo unaweza kuwa unajiuliza jamani. Ni maswali ambayo unaweza kuwa unajiuliza. Aje aliyeliweka ana mikono, ana nguvu, ana uwezo, lakini kilicho ndani hakina mikono, hakina nguvu, hakina uwezo, lakini lazima kijitatamue kuona kwamba kinatoka. Na kwenye mazingira ambayo wanataka waendelee kuwa navyo, japokuwa jitihada za maskini ni kubwa mno kujaribu kukomoa kukua, hatimaye kuleta mabadiliko na maendeleo. Historia hii acha itaendelea kesho, kwa sababu kuzaliwa kutoka ndani ya yai, kuzaliwa sasa yai na kamba zake linaanguka, ni wazi kwamba litasambaratika, na kilichomo ndani kitatoka kweli? Kitatoka? Ndio swali ambalo mimi na wewe ningependa tuweze kuulizana kesho. Tuulizane kesho, ilitoka? That's why nimekuambia acha nikuletee tu hapo hadi hapo, alafu kesho tuangalie kuliendaje. Kilicho ndani kimefungwa na kina mikono na kiko ndani, kitatoka namna gani? Mbinu ipi ambayo itatumika, ama kitajinasua namna gani? Kwa sababu ile aliyekiweka pale anaweza kuwa kwa na ubinafsi. Alikiweka pale na akafunga na akaweka juu ya meza kwa sababu ya ubinafsi. Uwezo kaelewa. Kuzuiliwa kule kuna sababu. Alitaka kutoka muda ulipofika, lakini kazuiliwa na mtu, kaambiwa rudi, kafungwa kamba sitoke tena, kaondolewa sehemu, kafichwa zaidi. Subiri tuone mwisho wake ni upi kesho na kesho kutwa. Na hiyo ndio sehemu ya Chemsha Bongo ya siku ya leo. Hiyo ndio sehemu ya Chemsha Bongo ya siku ya leo. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani.